Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa mbingu na nchi, ambaye ametuoteshea mimea pamoja na kutuwekea faida mbalimbali katika ulimwengu tuliokuwa nao. Leo ndugu yangu, tunakusudia kutoa faida ya mti huo ambaye unauona hapo, kwa maana unaitwa mti wa mnyaa. Hivyo unavyoona kama vijiti ni mti huo ambao unaitwa mnyaa. Hapo tu nimeukata nikauweka hapo ili kwa ajili ya kuweza kukupa darasa. Ndugu yangu, huo mmea popote utakapouona, ujue ni mali kubwa sana katika macho yako, ujue ni faida kubwa sana katika maisha yako, ujue ni hazina kubwa mno katika maisha. Huo mti nitakuelezea faida za namna mbalimbali, lakini kwanza huo mmea unaweza ukamjua mchawi ambaye anayekuangia. Leo kuna watu wengi sana wanasingiziana, fulani anamloga mwenzake, fulani sio ananiloga, sio nini. Hapana, sidhanie namna hiyo. Wewe uangalie vizuri huo mmea, chukua faida yake hiyo. Faida ya kwanza ninaokupa leo, huo mmea ni kwamba ukitaka kumjua mchawi wako, chukua vijiti vyake hivyo kama 2, 3, alafu utavitemea mate kidogo kwa mbali sana, kama mfumo wa kupuliza vile, sawa? Kisha vijiti hivyo, wakati unafanya hivyo, weka chini ya mto wa kulalia. Weka katika sehemu ambayo utaweka kichwa chako wakati wa kulala, huku unatia nia unataka kumjua mbaya wako anayekuharibia maisha, wewe na familia yako, wewe na watoto wako. Hapo ndugu yangu, mwanga wako utamuona. Hiyo ni faida ya kwanza, nyepesi, sawa sawa. Acha kumuhisi mtu, lakini wewe angalia hiyo, utaona maajabu yake. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini pia faida ya pili ya mmea huo ndugu yangu, ambaye unauona hapo, ni kufuta chale za wachawi. Leo kuna watu wamechanjwa chale za uchawi katika miili yao, wanatembea wanapata tabu, wanatafuta tiba namna ya kujikwamua, lakini tiba haipatikani. Kwa nini? Kwa sababu wameshawekwa alama za chale katika miili yao. Na hizi chale za kichawi ziko za namna nyingi. Kuna chale za kichawi kwa maana kwamba wewe ni alama wachawi wamekuweka ili wakutumie usiku kwenda kuwanga. Wewe unakwenda kuwanga na watu wanakuona kuwa ni mchawi, kumbe wewe hujijui. Hizo ni moja. Lakini vile vile kuna chale ambazo unachanjwa ili wachawi wote wanakuvamia wewe, kukuangia wewe umegombana naye na haujagombana naye. Hizo pia ni chale za namna ya pili. Lakini kuna chale ambazo wachawi wanakuchanja kwa maana ya kwamba sasa wanakuandaa wewe kwa ajili ya kukuchukua mzukule. Kwa maana hawa ndugu zako watasema umekufa, kumbe wewe uko hai, unatumika katika mazingira ya kichawi.